Kutoka Homa Bay, wenzao wa Kakamega walipata dhahabu hivyo hivyo, sehemu ikaitwa Ikolomani. Wazungu waliita gold mine. Tuelekee kaunti namba 32 ambapo mzozo wa umiliki wa ardhi eneo la London huko Nakuru Magharibi unatokota kati ya makundi mawili yanayodai umiliki wa shamba hilo lenye ukubwa wa ekari 21. Wafanyabiashara kutoka sekta ya jua kali wakisema wao ndio wamiliki halali wa shamba hilo ambalo sasa limepandwa mahindi na kundi jingine lisilojulikana. Ni halaiki ya wafanyabiashara kutoka sekta jua kali, wakiwemo mafundi wa magari kutoka Nakuru Magharibi na wenzao kutoka Nakuru Mashariki, wote wakiwa hapa na lengo moja tu la kuchukua usimamizi wa shamba hili ambalo sasa limepandwa mahindi. Tuko zaidi ya watu 10,000 na tumepitia challenges nyingi sana. Hatuna mahali permanent ya kufanyia kazi. Tumekuwa tukiwa hapa, kesho tunatolewa. Hiyo barabara yote kwenda mpaka Shabab watu wanafanyia kwa barabara. Lakini wakati tutapata mahali hapa kufanyia kazi, tutasema ni asante kwa serikali. Wanajua kali, kitu nataka kuomba ni peace na utulivu. Tangia nikiwa mtoto tumekuwa tukijua kuna kiwanja ya jua kali mahali hapa, lakini pia tulikuwa tunawekea road blocks ambapo tungeweza kufika mahali hapa. Nashukuru ile hatua imechukuliwa kutoka tufanye mkutano ya kuhakikisha hii kiwanja imerudi kwa public, kwa sababu grabbers wametuzoea, encroachers wametuzoea. Kila public land ambayo iko wazi wanaenda wanachukua, alafu inafaidi mtu mmoja. Instead hii jua kali ingekuwa inafaidi watu zaidi ya 100 ama zaidi. Sasa mbunge wa eneo la Nakuru Magharibi Samuel Arama akialika tume ya kupambana na ufisadi nchini kufanya uchunguzi na kubaini ni vipi wanyakuzi hawa walijipa hati miliki za shamba hilo licha ya serikali kutenga kama mahali pa umma, huku wanajua kali hawa wakiapa kukatakata mahindi yaliyopandwa humu kwa wiki 2 zijazo. Niliona records juzi yakafika 2016, watu wakaenda wakajiandikisha, wakaenda wakachukua makaratasi, wakasema ndio wenye shamba, ndio nana wamekuja kulima hapa. Lakini kusema ukweli ni kwamba hii kiwanja ni ya jua kali na ni ya serikali. Watu wanatengeneza magari kwa barabara, na saa zingine ikinyesha inakuwa ni shida sana kwao. Saa zingine wenye maduka wanaleta shida kwao. Tunataka tuhamishe watu wote waje wakuja hapa. Tutafensi hii mahali. Tutafensi hii yote 21 acres. So sasa tumeongea, tumesema sisi hatutaki mahindi hapa. In the next 2 weeks kama watatoa mahindi yao, sisi tutakuja hapa na tractor tukuje tutoe na kuanza kufanya kazi hapa. The bottom point, tunataka hii shamba irudi kwa wanwa jua kali. Na hiyo statement nikienda kuitisha hiyo statement Wednesday, nitaitisha one of the things nataka tuseme bunge, kamati ya bunge kuja hapa ikuje iangalie National Land Commission wakue pia na watu ya rands, ile watu wote walikuwa. Wafanyabiashara hawa wakitishia kuandamana kwa muda wa wiki 2 iwapo serikali kuu na mamlaka husika watakosa kuwapa sikio. Evans Asiba, runinga ya Citizen, kaunti ya Nakuru.